Mojawapo ya hoja dhaifu kabisa kutoka kwa Waislamu wanapokuwa wana mazungumzo na Wakristo kuhusu katika imani hizi mbili ni haya madai ya Waislamu kudai kwamba ati Yesu ni Muislamu. Kimsingi unapowasikiliza Waislamu wakijaribu kufafanua huu Uislamu wa Yesu Kristo, ndipo unagundua namna gani Waislamu wako tayari hata kwenda kinyume na mafundisho yao, kwenda kinyume na Qur'ani, kwenda kinyume na hadithi na mambo mengine kama hayo, alimradi tu wajenge hoja kuthibitisha lile ambalo halina mashiko yote, kujaribu kulihadaa mbele za watu. Kwa mfano, unapochunguza hoja hii ya Uislamu kwamba ati Yesu Kristo ni Muislamu, unagundua Muislamu hata awe na elimu kiasi gani, atakuja na visingizio au atajenga hoja katika misingi au maneno dhaifu kabisa ambayo hata mtoto mdogo anaweza kuona na kugundua kwamba huu ni utoto mtupu au ni upuuzi au ni ujinga au ni hadaa ya wazi wazi kabisa. Sasa kwa mfano, unaposikiliza msingi wa Uislamu kumuita au kusema kwamba Yesu ni Muislamu, inatoka katika jambo moja tu, kwamba neno la Kiarabu Muslim, kwamba neno la Kiarabu Muslim maana yake ni mtu anayekubali mapenzi ya Mungu, au tafsiri nyingine kwamba mtu anayejinyenyekeza kwa Mungu. Na hawaendi popote kuangalia kujinyenyekeza huyo ni kwa Mungu yupi au ni kwa namna gani kuthibitishe. Sasa hii inafungua mlango mpana sana wa kumfanya watu wa kila namna wanaweza wakageuka kuwa Waislamu, au watu wa dini nyingi, au mtu anaweza akajitungia Mungu wake yoyote ule alafu kisha akatafsirika kama yeye ni Muislamu pasipo kuangalia huyu Mungu gani, na huku kujinyenyekeza kunajinyenyekeza katika namna gani. Sasa hapo ndio tutakapoona udhaifu na hadaa ya hii hoja. Kwa mfano, jibu jepesi kabisa kwa mtu ambaye anadai Yesu ni Muislamu unalipata katika Qur'ani yenyewe. Kwa mfano, Qur'ani sura ya 6 aya ile ya 162 mpaka 163 na sura ya 39 aya ya 11 mpaka 12. Unaona wazi kabisa Qur'ani inamzungumzia Muhammad kwamba yeye ndio Muislamu wa kwanza. Kumbuka Muhammad huyu anakuja miaka 600 baada ya Yesu Kristo. Sasa kama Muhammad, Allah mwenyewe anamwambia katika hii sura ya 6 na sura ya 39 aseme kwamba yeye ndio Muislamu wa kwanza, inakuwa vipi sasa huyu Yesu Kristo ambaye alitangulia miaka 600 kabla ya Muhammad awe wa kwanza na huyu mwingine bado awe Muislamu? Haingia akilini hata kidogo. Lakini tukienda kwa ndani zaidi tutaangalia, je, haya madai yana mashiko yoyote? Sasa tukaangalie kwa undani kabisa, tuone mambo kadhaa. Kwa mfano, tukitoka katika maelezo ya ujumla, tuangalie utambulisho wa dini ili kuweza kujua huu Uislamu unaweza, ukiuchunguza Uislamu au ukamchunguza imani ya huyu Yesu Kristo wakati akiwa hai, inaweza kulinganisha kweli kwamba huyu Yesu Kristo aliamini na kufanya ibada kama Muislamu, aliishi maisha ya Kiislamu. Na je, Uislamu huu ambao alikuja nao Muhammad, ambao ulikuja katika kitabu cha Qur'ani, ndio misingi ile iliyokuwepo wakati wa maisha ya Yesu Kristo? Hapa tunaenda kuangalia mambo kadhaa. Kwa mfano, utagundua kwamba Uislamu umejengeka kwanza katika miongozo wa Kiislamu iko katika Qur'ani yenyewe na mapokeo ya hadithi za huyu Muhammad, kwamba unaposoma Qur'an na kusoma hadithi ndio utauelewa msingi wa Uislamu, ndio utaelewa hii imani ya Kiislamu iko vipi. Kadhalika Uislamu unajengwa katika imani kwamba lazima wamwamini huyu Mungu ambaye anatambulika kama Allah katika Qur'an, na lazima pia umwamini Muhammad kama ndio nabii wake. Tayari hapo unakuwa umeshaweka ukuta mkubwa sana katika kumweka Kristo, huyu Yesu Kristo, kuwa ni Muislamu. Kadhalika Uislamu unasimama katika nguzo 5, kwamba Uislamu wake unapimwa katika hizi nguzo 5. Kwa mfano, shahada, sala 5, kufunga, hija pamoja na kutoa zaka. Sasa ukiangalia shahada, je, unajiuliza ili Yesu Kristo awe Muislamu aliwahi kufanya shahada hii ambao wanaitumia Waislamu? Au je, huyu Yesu Kristo alisali sala 5?
Hata funga ukichunguza Yesu Kristo ni tofauti kabisa na funga ya Waislamu. Kwa mfano tunamuona Bwana Yesu akifunga siku 40. Waislamu hawafungi siku 40. Unaenda kuangalia katika hija. Hija ni kwenda Maka. Kristo alikwenda Maka na mambo kama hayo. Kwa hiyo unagundua kwamba ukichunguza tu misingi ya hii imani ya Kiislamu unagundua kabisa hakika Yesu hawezi kuwa Muislamu na hakuwa Muislamu, kwa sababu tunapochunguza maisha yake, kumbuka Yesu Kristo katika karne ya kwanza, huyu alikuwa ni Myahudi aliyeishi katika misingi ya imani ya Kiyahudi na kuitekeleza kwa umakini mkubwa. Kwa mfano tunamuona Yesu Kristo alitahiriwa siku ya 8. Tunamuona alishika sheria zile za kosher au za vitu gani vyakula, vipi vyakula na vipi visivyo vyakula. Tunamuona pia alishiriki katika ibada zile za msingi na za lazima katika hekalu lililokuwa Yerusalemu. Kwa mfano ibada ya Pasaka, Hanuka, sikukuu ya vibanda, na tunamuona pia katika ile ibada ya mtoto akishafikisha miaka 12 lazima wa kiume wa kwanza awakilishwe pale hekaluni. Tunaona yote haya Yesu Kristo akiyatekeleza, ambayo hayapo katika Uislamu. Hayalipo hata moja katika Uislamu. Kwa hiyo tukiangalia katika misingi hiyo tunagundua kabisa haiwezekani hata kidogo kwamba huyu Yesu Kristo anaweza kuwa Muislamu. Lakini pia tunaenda kuangalia mambo ambayo huyu Yesu Kristo anafundisha. Je, yanaendana na imani ya Kiislamu? Ukichunguza tu utagundua kama huyu Yesu Kristo angelikuwa kweli Muislamu, basi angelikuwa ndio Muislamu wa hovyo kabisa. Kwa sababu kwanza angelikuwa ni mpagani na mwenye kufuru kubwa. Kama angelikuwa tukisema tumweke Yesu Kristo hapa na mafundisho yake, tunagundua huyu haiwezekani kuwa Muislamu, kwa sababu Yesu Kristo yeye mwenyewe katika Injili anajitambulisha kwamba yeye ni mwana wa Mungu na yeye ni Mungu, yeye na Mungu ni wamoja. Ukienda kusoma katika Yohana sura ya 10 aya 30 unalikuta hilo. Na unaposoma Injili mara zote unamuona huyu Yesu Kristo akijitambulisha kama yeye ni mwana wa Mungu. Ukienda katika Qur'ani kwa mfano sura ya 112 na ile aya 3 unaona huyu Allah ambaye ndio Waislamu wanaamini ndio Mungu wao anakatakatu kwamba hana mwana na yeye si baba kwa namna yoyote vile. Sasa kama Yesu Kristo anajitambulisha kama yeye ni mwana wa Mungu na kwamba yeye na Mungu ni kitu kimoja, hakika huyu hawezi kuwa Muislamu hata kwa sekunde moja. Na kwa namna hiyo huyu Yesu Kristo anakuwa ametenda dhambi ya shirki kubwa kabisa ambayo haisameheki. Kwa hiyo inamfanya huyu Yesu Kristo si tu kwamba si Muislamu, lakini pia ametenda kufuru isiyosameheka katika sheria na mafundisho ya Kiislamu. Tunaona kitu kingine Yesu Kristo anakifanya mara kadhaa, anatabiri kifo chake na ufufuko wake. Na ni kitu ambacho Qur'ani kinapinga kabisa. Ukienda katika Qur'ani sura ya 4 aya 157 tunaona kwamba Qur'an na mafundisho ya Kiislamu yanapinga kwamba huyu Kristo yeye hakutundikwa msalabani. Palifanyika mambo tu ambayo pengine wale wa Israeli au Wayahudi walidhani wamemtundika Yesu Kristo msalabani, lakini aliyekuwa pale msalabani alikuwa mtu mwingine. Hii ndivyo mafundisho ya Uislamu yalivyo. Kwa hiyo unaona kama Yesu Kristo anazungumza katika Injili na mafundisho yake kwamba atakufa msalabani na atafufuka. Anafundisha vitu ambavyo ni kinyume kabisa na mafundisho ya Kiislamu. Tunaona pia kitu kikubwa kingine ambacho Bwana Yesu anafundisha. Kwa mfano tunaposoma Yohana sura ya 14 mstari wa 6, Yesu anasema mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia mimi. Anachosema hapa Yesu Kristo ni kwamba hakuna namna yoyote kupata wokovu isipokuwa kwake yeye, kwamba yeye ndio namna peke yake ya kumfikia Mungu wa mbinguni, Baba yake wa mbinguni, na anamuita Baba yangu. Sasa hapa tunaona ukichunguza maandiko na mafundisho ya Kiislamu unaona hiki ni kinyume kabisa na mafundisho ya Kiislamu. Kwa mfano katika Uislamu inafundishwa kwamba njia sahihi ya kupata wokovu ni tofauti na huyu anayosema Yesu Kristo, kwamba njia sahihi ni kumwamini Allah na mitume wake, hususan huyu Muhammad, na pia na kutenda mema. Lakini Yesu Kristo anasema wokovu upo kwake tu, kwa kumwamini yeye peke yake na hakuna njia nyingine. Sasa Waislamu hawawezi kusema kwamba Yesu ni Muislamu halafu akatupilia mbali mafundisho yake, kwamba unataka huyu Kristo ageuke kuwa Muislamu wakati anachokifundisha, anachokisema katika Injili unataka ukitupilie mbali. Huu ni upotofu mkubwa, na ni kuonyesha namna gani hawa watu hawataki kuaminiwa hata kidogo katika mafundisho yao. Kadhalika unapoanza kuingia kuhusu Bwana Yesu anayafundisha, Waislamu wanakimbia katika hoja moja kwamba ati Injili zimetiwa mkono au wanasema zimeharibiwa. Sasa ukija ukichunguza
ni kwamba injili hizi ziliandikwa, kwa mfano injili mbili ziliandikwa na mashahidi. Mathayo na Yohana, hawa ni walikuwa wanafunzi wa Yesu Kristo, ndio wanaandika hizi injili. Ndani ya miaka 30 mpaka 60 injili zote ni zinaandikwa. Na injili nyingine mbili za Marko na Luka zinaandikwa na wanafunzi waliokuwa mashahidi ambao walimshuhudia huyu Yesu Kristo. Sasa Qur'ani inapokuja miaka 600, inakuja miaka 600 baada ya Kristo, haijaandikwa na shahidi yoyote aliyoshuhudia maisha ya Kristo. Mbali ya hayo pia Qur'ani inaandikwa mbali, inaandikwa katika miji miwili, inashuka katika miji miwili, Maka na Madina, zisizopungua kilomita zaidi ya 1000 kule ambako Bwana Yesu alizaliwa, akakulia huko, akafia huko na akafufukia huko. Sasa unaona katika maandiko haya ya injili na Qur'ani, yepi yanaweza yakasimama kuwa sehemu ya ushuhuda? Unagundua moja kwa moja Qur'ani haitakiwi kutumika hata chembe katika kuthibitisha Uislamu wa Yesu Kristo, hata chembe katika kuzungumzia nini alikisema huyu Yesu Kristo, kwa sababu Qur'ani haijaandikwa na mashahidi wa maisha yake. Wakati tunaona injili zimeandikwa na mashahidi au watu ambao walikuwepo, wale wawili tunazungumzia Marko na Luka, waliishi na wale mashahidi na wakayapata yote kutoka kwa mashahidi ambao walishuhudia maisha ya Kristo na kusikia mazungumzo yake na maneno yake aliyosema. Sasa hili jambo moja la msingi sana la kuzingatia. Sasa kama ukirudi katika hoja kwamba Muislamu au neno Muslim ni mtu ambaye amejikabidhi au amejisalimisha au anatii maneno ya Mungu, tuangalie huu mpango unakuwa vipi. Mfano, leo mtu mmoja akasema yeye hakika anamtii Mungu mmoja bila kufafanua Mungu ni nani, kwa mfano katika Uislamu, lakini ukagundua huyu mtu unaweza ukamwita Muislamu, lakini ukija kumuuliza akakwambia huyo Mungu anayemwamini yeye na anayemtii ni jiwe lilokuwa ni mwake. Muulize Muislamu, huyu mtu anaweza kuitwa Muislamu? Dakika hiyo hiyo Muislamu ataruka akasema hapana. Kwa hiyo haya mambo yote ni hadaa tu. Hebu tukaangalie baadhi ya mistari ambayo Waislamu wanapenda kuitumia, mistari inatoka katika Injili ambazo Waislamu wanapenda kutumia kuthibitisha huu Uislamu wa Yesu Kristo. Tunakwenda kuangalia kwa baadaye. Kwenda kuangalia haya baadhi ya maandiko ya Injili, nataka nikumbushe jambo moja. Kumbuka Waislamu hawa watakwambia Yesu ni Muislamu. Unapoitumia Injili hiyo hiyo kuthibitisha kwamba Yesu si Muislamu, Waislamu watakwambia kwamba ati Injili imetiwa mkono au imeharibiwa. Lakini wakati huo huo Waislamu wanataka tena kuingia katika Injili hizi kuthibitisha Uislamu wa Yesu Kristo. Kwa mfano, wanakwenda katika Injili ya Yohana sura ya 5 mstari wa 30 ambao unasoma hivi. Inasema Injili ya Yohana sura ya 5 mstari wa 30 inasema, mimi siwezi kufanya neno mwenyewe, kama nisikiavyo ndivyo nihukumuvyo, na hukumu yangu ni haki, kwa sababu siyatafuti mapenzi yangu mimi, bali mapenzi yake aliyenipeleka. Sasa Waislamu wanatumia mstari huu kuthibitisha, unaona, huyu Yesu Kristo alikuwa anatekeleza mapenzi ya Mungu hapa. Ndicho ambacho kinamthibitisha kwamba huyu ni Muislamu. Sasa kitu kimoja ambacho Waislamu hawafahamu ni kwamba unapoifungua Injili ya Yohana, unapokwenda katika sura ya 5 mstari wa 30, ukumbuke Injili ya Yohana imeanzia katika sura ya 1 mstari wa 1 na inaendelea na zaidi. Sasa tukirudi nyuma tu kidogo, mfano tukianzia sura hiyo ya 5 ambao wanaanzia mstari wa 30, turudi katika mstari wa kuanzia 24, utaona kabisa hoja ya hii ya mstari wa 30 ni hoja mfu kabisa katika kujenga kwamba huyu Kristo anathibitisha Uislamu wake hapa. Kwa mfano kuanzia mstari wa 24 anasema hivi. Haya ni maneno ya Bwana Yesu, anasema, amin amin nawaambia, yeye alisikia neno langu na kuamini yeye alinipeleka yuna uzima wa milele, wala haingii hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Mstari wa 25 anasema hivi, anaendelea, amin amin nawaambia, saa inakuja na saa ipo, wafu wataposikia sauti ya mwana wa Mungu. Unaona, Bwana Yesu anajiita mwana wa Mungu hapa, na wale wasikiao watakuwa hai. Unaona kabisa kitendo cha Yesu Kristo kabla hajafika mstari wa 30 kujiita mwana wa Mungu kinamtoa katika Uislamu, lakini haishii hapo. Anaendelea, anasema, maana kama vile Baba alivyo na uzima nafsini mwake, vivyo hivyo alimpa na mwana kuwa na uzima nafsini mwake. Anamuita Mungu Baba. Kabla kufika mstari wa 30, Bwana Yesu anajiita mwana na anamuita Mungu, huyu anamuita baba yake. Tayari kabisa tunagundua kwamba anapozungumzia Mungu yule
katika mstari wa 30 anamzungumzia Mungu ambaye anamuita Baba, na yeye anajiita ni mwana wa huyu Mungu. Anaendelea mstari wa 27, naye akampa amri ya kufanya hukumu kwa sababu ni mwana wa Adamu. Sasa kuna jambo moja ambalo Waislamu hawafahamu, tofauti baina ya mwana wa Mungu na mwana wa Adamu. Katika theolojia ya Wayahudi wa karne ya kwanza, mwana wa Mungu haikuwa sifa ya umungu. Mwana wa Mungu, taifa la Israeli lilikuwa linatambulika kama ni mwana wa Mungu. Manabii kadhaa wanatajwa katika vitabu vya kale kama ni wana wa Mungu na kadhalika, lakini mwana wa Adam ni sifa ya umungu ambao tunaiona katika Danieli sura ya 7 mstari wa 13, yule mtu anayeshuka katika namna ya ubinadamu akiwa katika mawingu. Waisraeli walipokuwa wakisema mwana wa Adam ni sifa ya umungu, mwana wa Mungu ni sifa tofauti. Anaendelea katika sura hiyo hiyo ya 5 mstari wa 28, anasema msistajabie maneno hayo, kwa maana saa yaja ambayo watu wote walio makaburini wataisikia sauti yake. Bwana Yesu anajiita mwana wa Mungu na mwana wa Adamu, na anasema watu waliokuwa makaburini wataisikia sauti yake, nao watatoka, na wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima, na wale waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu. Hapa Bwana Yesu anachokisema ni kwamba yeye ndio atakao, sauti yake ndio itaufufua wafu kutoka makaburini kwa ajili ya ufufuo wa uzima na ufufuo wa hukumu. Tunaona mwanadamu au kiumbe hawezi kuwa na sifa hii hata kidogo. Kwa hiyo unachoona hapa, Bwana Yesu anathibitisha umungu wake kwamba yeye siku hiyo itakayokuja ya mwisho ndio sauti yake itakayotoa wafu, na yeye ndio atakayekuwa mwenye kuhukumu, kwamba hawa watu wakishafufuka baada ya yeye kutoa sauti yake na kuisikia watatoka makaburini, na ndipo yeye atakapohukumu. Tunaenda katika sura nyingine hiyo hiyo kutoka kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 6 mstari wa 38, ambao Waislamu wanapenda kuutumia kusema ati inathibitisha kwamba huyu Yesu ni Muislamu. Mstari wa 38 unasema, kwa kuwa mimi sikushuka kutoka mbinguni ili niyafanye mapenzi yangu, bali mapenzi yake aliyenipeleka. Sasa mstari huu wenyewe kabisa unathibitisha, hii ni hoja mfu kabisa kwa Waislamu, kwamba wanasoma pasipo kutafakari. Bwana Yesu anasema kwa kuwa mimi sikushuka kutoka mbinguni. Sikiliza hii lugha anayoisema hapa, halafu Muislamu anakuambia kwamba ati Yesu anasema hii inathibitisha Uislamu. Yesu anasema nimeshuka kutoka mbinguni. Lakini twende mstari huo, kama nilivyokuambia, Waislamu hawawezi kuchukua mstari mmoja tu. Injili zinavyosoma, vitabu vinavyosoma vinasoma kwa ukamilifu wake. Ujumbe wake unakamilika kwa kusoma kwa ukamilifu wake. Kwa mfano tunaposogea hapo kwenye mstari wa 38, tunasogea kwenye 39 na 40 tuone. Mstari wa 39 unasema hivi, na mapenzi yake alionipeleka ni haya, ya kwamba katika wote alionipa nisimpoteze hata mmoja, bali nimfufue siku ya mwisho. Bwana Yesu anasema yeye ndiye mwenye uwezo wa kufufua. Katika teolojia ya Kiislamu, Mungu tu ndio mwenye uwezo wa kufufua. Sasa Yesu anaposema yeye atawafufua, maana yake anathibitisha umungu wake. Tunaendelea mstari wa 40, anasema kwa kuwa mapenzi ya Baba yangu ni haya. Ona tena jinsi gani Bwana Yesu anamuita Mungu. Anamuita Mungu ni Baba, Baba yake. Anasema kwa kuwa mapenzi ya Baba yangu ni haya, ya kwamba kila amtazaye mwana na kumwamini yeye awe na uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Bwana Yesu ndio mwenye mamlaka kufufua, ni Mungu huyu. Kwa hiyo ndugu yangu Muislamu, usisubutu kusogea kwenye sura ya 6 ya Injili ya Yohana mstari wa 38 ati ukisema inathibitisha Uislamu wa Yesu Kristo. Unachokwenda kukifanya pale unathibitisha umungu wa Yesu Kristo. Twende katika Injili ya Luka. Injili ya Luka tukaangalie sura ya 22 mstari wa 42. Nao pia ni moja wapo mistari ambao Waislamu wanapenda kukimbilia. Nimekwambia tokea mwanzo kwamba Waislamu unapoitumia Injili kupinga hoja yao wanakwambia imeharibiwa, lakini wanapokuja kutaka kuthibitisha Uislamu wa Yesu Kristo wanataka kutumia hiyo Injili. Hiyo ni unafiki mkubwa huu. Tunaenda kusoma katika Injili ya Luka sura 22 mstari wa 42. Unasema hivi, akisema Baba, ikiwa ni mapenzi yako uniondoe kikombe hiki, walakini si mapenzi yangu bali yako yatendeke. Kwamba hapa tunamuona Yesu Kristo akitekeleza mapenzi ya Mungu. Lakini mstari huu unapousoma hapo hapo
unavunjilia mbali hoja pumbavu kabisa hii ya watu kusema ati Waislamu kusema ati Yesu Kristo ni Muislamu. Sikiliza Bwana Yesu anachosema pale pale. Anasema akisema Baba, Allah si baba kwa namna yoyote vile, na hakuna Muislamu anayeweza kuthubutu kumuita Allah baba, kwa sababu Allah katika vitu ambavyo ni dhambi kubwa ni kumshirikisha Allah na kiumbe kingine, ama kumuita Allah baba. Hana sifa ya ubaba kwa namna yoyote ile, na hili jambo Waislamu wanalifahamu fika. Lakini kama nilivyokuambia pale mwanzo, Waislamu wako radhi kwenda kinyume kwa mafundisho yao tu, alimradi waje na wasimamishe hoja. Kwa hiyo hii aya ya 42 ya sura 22 ya Luka, unapoisoma tu unagundua ni hoja ya udhaifu kabisa kutoka kwa Waislamu. Tukaangalie neno jingine kutoka katika Injili. Safari hii tuenda kuangalia Mathayo sura 26. Na kuangalia Injili ya Mathayo sura 26 ambao Waislamu wamekuwa wakiitumia mara kwa mara kwa Wakristo kudai kwamba ati Yesu inathibitisha kwamba Yesu ni Muislamu. Naenda kusoma sura 26 aya ya 39. Sura 26 Injili ya Mathayo mtakatifu aya ya 39. Inasema hivi: akaenda mbele kidogo, akaanguka kifulifuli, akaomba akisema, Baba yangu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, wala si kama nitakavyo mimi, bali kama utakavyo wewe. Hapa wanadai kwamba Bwana Yesu alisujudu kama Waislamu wanavyosali. Unajua, mara nyingine, kusema ukweli, ndugu zangu Waislamu, sisemi hivi kwa kudhihaki. Kweli Uislamu unapoishiwa hoja, unakuja na hoja nyingine ambazo zinachekesha lakini pia zinasikitisha. Kwa mfano, unaposema Yesu ni Muislamu ati kwa kuwa alisujudu, alianguka usoni mwake akasujudu, na ndivyo Waislamu wanavyosali, basi huyu hakika atakuwa ni Muislamu. Unaposoma hapo hapo unamuona anapozungumza, anazungumza na nani? Anamuita Mungu baba yangu. Sina haja ya kuendelea ndugu yangu, ni hoja mfu. Ushauri wangu kwa ndugu yangu Muislamu ambao unaangalia video hii, kwanza, hii hoja ya kudai kwamba Yesu Kristo ni Muislamu ni hoja dhaifu sana. Lakini pia unapokwenda katika hizi hoja na unapoenda katika haya maandiko ambayo nimekusomea haya, unathibitisha umungu wa Yesu Kristo. Unathibitisha kwamba huyu hakika ni mwana wa Mungu. Unathibitisha hakika huyu ndio Mwokozi. Huyu ndio anayekuja kuhukumu wazima na wafu. Ni wakati sasa utafakari hatima yako ndugu yangu Muislamu. Mkiri Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Ndiye atakayekuja siku ya mwisho, na sauti yake ndio itatutoa sisi sote tutakuwa makaburini, na ndio atakayetuhukumu siku ya mwisho. Ushauri wangu tu, patana na huyu anayetoa hukumu ili unusuru nafsi yako. Mungu akusaidie sana.